Historia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa masikitiko makubwa inaendelea kuandikwa na wanajeshi hawa wa zama za kale wanaofia gerezani. Mbali na uwanja wa vita, lakini bado ni wafungwa wa mantiki ya madaraka. Hiki ndicho kisa cha Jemedari Sikatenda Shabani aliyefariki akiwa kizuizini asubuhi ya Juni 4 mwaka 2025 katika hospitali ya Kanchachi iliyoko wilayani Ngaliema. Mnamo Novemba mwaka 2024, Jenerali Sikatenda Shabani alikamatwa pamoja na Jenerali Ntupeke. Tangu wakati huo amekuwa akizuiliwa bila sababu za kweli za kukamatwa kwake hazikufichuliwa rasmi. Alikuwa mmoja wa majemadari kutoka enzi ya Kabila aliyechukiwa na baadhi ya kula njama na adui. Sikatenda alikuwa mwanandani wa mzee Laurent Desire Kabila. Katika miaka 1970 alikuwa sehemu ya mduara waliochaguliwa sana, wale ambao walipata kile kilichoitwa kilele cha mapinduzi patakatifu pa Makia Kabila katika msitu wa Kisengela huko Hewa Bora, sehemu za Lulenge, eneo la Fizi. Kwenye tuko ni sehemu ya Hewa Bora. Hii ni makao ya mzee Laurent Desire Kabila. Utawala wa Mobutu ulipoanzisha operesheni zake kubwa za kijeshi mwishoni mwa miaka 1970, mzee Kabila alilazimika kuondoka Kisengela na kuelekea Tanzania. Sikatenda aliyekuwa mwaminifu zaidi kati ya wafuasi wake alimfuata kiongozi wake na kuishi kwanza katika kambi ya wakimbizi ya Kingwa ya Zaire kabla ya kuhamia Kigoma. Kabila aliporejea Oktoba mwaka 1996 na uasi wa AFDL, Jemadari Sikatenda Shabani alikuwa shujaa. Alipigana katika mapinduzi ya mwaka 1964 na alichukua nafasi kubwa katika mapinduzi ya mwaka 1996 ambayo yalimaliza udikteta wa Mobutu. Alicheza jukumu muhimu pamoja na Jenerali Lweya Mubembe mwengine katika mazungumzo na wapiganaji wa Wabembe ambao awali walikataa kuachia Kalemi kwenda kwa jeshi wa AFDL. Baada ya kutekwa kwa Kinshasa mnamo Mei mwaka 1997, mzee Laurent Desire Kabila aliunda Demiape, yaani ugunduzi wa kijeshi wa shughuli za kupinga uzalendo, kuchukua nafasi ya Sarma ya zamani ya Mobutu. Sikatenda alikuwa kamanda wa kwanza wa Demiape, nafasi ya kimkakati aliyoshikilia hadi kuzuka kwa vita vya RCD mnamo Agosti mwaka 1998. Kati ya 98 na mwaka 2002 aliratibu harakati za Mai Mai mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jenerali Lweya. Wakati wa mpito wa kisiasa wa mwaka 2003 mwaka 2006 na hata hadi karibu mwaka 2009 alipewa wafanyakazi mkuu wa FRDC. Ni katika kipindi hicho ndipo alipata fursa ya kukutana naye kule Kilembwe
mji alipozaliwa. Mara nyingi alikuwa anakaa katika ngome yake bila tatizo lolote. Alistaafu mnamo mwaka 2012, aliishi Kinshasa na safari zake za mara kwa mara kuelekea mashariki, haswa Uvira na Fizi. Ilikuwa huko Kinshasa ambako alikamatwa na kuwekwa gerezani kwa sababu zisizojulikana tangu Oktoba mwaka 2024. Ndipo aliweza kufariki huko Ndolo Kinshasa kwenye hospitali ya kijeshi ya Camp Chachi. Pumzika kwa amani, Jemadari Sikatenda Shabane.